Kwa upande wangu mimi na fikra zangu ndogo ambazo nilizo nazo ni kwamba Mpina kwanza alitoka kwenye chama tawala ambacho ni Chama cha Mapinduzi CCM, na kilichomtoa nafikiri yeye mwenyewe anakijua. Kwa hiyo hata alivyoenda ACT Wazalendo, kwa imani ambazo Watanzania wengi tunaelewa kwamba vyama vilivyobaki viko upande gani. Tukizungumza mfano Chauma, tuna wanasiasa ambao yani ukiangalia kwa sasa katika ule mfumo au na series nzima ya opposition parties which we have in our countries kwamba ni kichekesho, kwa sababu unakuta yani kama watu ambao wanaopangwa. Kwa hiyo sasa kwa upande wa Mpina ni lazima iwe ngumu kwake, kwa sababu alivyotoka CCM inaeleweka na taifa zima linatambua, na pia Mpina alitakiwa akae kama angekuwa aidha ana moyo kama wangu, ingawa kwamba kitu ambacho umekizoea, kwa sababu ikiwa ni talenti yako au ikiwa kwamba ni kitu ambacho umekizoea katika maisha yako, kukiacha kirahisi na kuwa ngumu. Lakini alitakiwa aache kwa mwaka huu, hata angalau miaka 5, aache hii pumzi ipite, alafu atafute nguvu anarudije katika mfumo wa vyama au mfumo wa siasa za nchi yetu, kwa sababu kwa inavyoonekana sio kwamba kinachofuatwa ni series ya katiba au ni sheria ya kile chama. Hapana, bali kilichopo kinachomziwia yeye mwenyewe anakijua, na nafikiri hata taifa itakuwa tayari limeshapata picha ya kuelewa kwamba hapa kinachoziwia Mpina sio kwamba Mpina amekosa vigezo vya kuwa rais katika ile, ni kwa sababu tumeshaona kina Edward Ngoyai Lowassa wametupa kadi ya CCM dakika 10, afu dakika 20 wakatangazwa kuwa wagombea wa rais wa Ukawa. Lakini kwa Mpina imekuwa ni nini? Ni swala gumu. Kwa hiyo kuna uzito ambao ni wa aina tofauti hapo tunatakiwa tuangalie, kutoka kwa Ngoyai alafu tukija kwa Mpina. Kwa hiyo Mpina jinsi alivyotoka anaelewa, na Mpina sio tu kwamba anaelewa yeye, na taifa zima kwa ujumla linaelewa jinsi alivyojitoa Mpina kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Hakutakiwa tena kwa vipindi vya hivi karibuni kujirudisha katika ile hali ya kivyama, kwa sababu inaeleweka wazi atakuwa na nguvu, na inavyoonyesha ni kwamba Mpina hayuko karibu na ile siasa ambayo inayotakiwa, bali anaonesha na siasa kwa jinsi ilivyoonekana kwa sasa hivi ni kwamba Mpina anaenda moja kwa moja kuwa mpinzani sahihi. Kwa hiyo kama anaenda kuwa mpinzani sahihi, hataweza kuipata hiyo nafasi. Ili akitaka, kama anataka ile nafasi, kwa inavyoonekana ni kwamba anachotakiwa Mpina asiwe mwanasiasa zaidi, ila awe kama anataka basi achukue ile nafasi, yani awe tuseme yani kwamba umetoka CCM A umeingia CCM B. Sawa, kwamba ufanye siasa, lakini wakati unafanya zile siasa huo unanisifia, kama tunavyoona kwenye Chauma mgombea anasimama. Ni vitu ambavyo hatujawahi kuona, kwa sababu tukiangalia kwenye mfumo wa vyama vingi tangu umeanza, tulikuwa na watu ambao walikuwa wanapinga moja kwa moja. Hatuelewi hata kama inawezekana kwamba yakawa yanafanyika, lakini tulikuwa tunaona watu ambao wanapinga moja kwa moja kwamba hiki na hiki na hiki kinafanyika na sisi tukiingia, sawa, tutakuja kufanya hivi na hivi, sawa. Tumetoka kule kwa mheshimiwa Mrema, mwaka wa kwanza wa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi, tulimuona Mrema mpaka anafikia tu kukokotwa na raia, gari yake inashindwa kabisa, ni kwamba haijawashwa lakini raia wanaisukuma mpaka nafikia hatua akaleta upinzani mkali zaidi, sawa. Chaguzi ile ikapita. Tukaingia kwenye chaguzi nyingine ambazo ziliipa nafasi, mfano chama cha CUF, tukaona Lipumba alitembeza vipi mfumo wa vyama vingi wakati ndo umeingia, hali jinsi ilivyokawa katika mfumo mzima wa siasa za nchi yetu. Ule uchaguzi mkuu ulikuwa wa aina ipi? Tukaingia tena kwa upinzani tena ambao ulikuwa ni Lipumba pamoja na Lipumba, tukaja tukamwangalia mwingine ambaye alikuwepo kwa kipindi hicho ni upande wa Chadema ambaye ni Mbowe, tukaja na mwenyewe ambaye ni mheshimiwa Kikwete. Walishindana vikali mpaka akapatikana mshindi.
Hatukuwahi kusikia hata siku moja mpinzani anasema CCM ilifanya jambo fulani ilikuwa ni zuri, sawa, labda tuunge mkono kwenye tukio fulani. Lakini sasa hivi tuna wanasiasa ambao ni waajabu, kwa sababu hata ukisema kwamba mimi sasa nataka niende nikachukue kadi ya Chauma, lakini Chauma anaunga mkono zile kazi alizozifanya mama. Je, hapa kutakuwa tuna mfumo wa vyama vingi kweli? Au ndio yale kwamba tunatoka A tunaingia B. Kwa sasa hiyo inaonyesha wazi kwamba ili uweze kuparticipate vizuri kwenye masuala ya kugombea mfumo wa vyama vingi, unatakiwa ujoin kwenye chama kidogo, alafu baadaye ndo uoneshe jamii kwamba wewe upo kwenye mfumo wa vyama vingi. Kwa kama utaingia kwenye makubaliano haya, kwa inavyoonekana kuna uwezekano ukafanya siasa vizuri na ukapokelewa katika hali zote za kitaifa. Hata kama utakuwa umevunja katiba ya chama fulani, utapokelewa kwa sababu umekubali kula na kipofu, sawa. Lakini kama utajifanya kwamba wewe unataka ile yani kwamba ni kwamba wewe ni opposition party moja kwa moja, yani ile naturally kwamba mimi ni opposition party, you can't success in our country for now times. Kwa hiyo Mpina anatakiwa kwa sasa hivi aweke silaha zake chini, aache kabisa masuala ya siasa, asubirie next times, kwa sababu chaguzi sio mwaka huu tu, chaguzi zipo. Aendelee kusurvive na ACT Wazalendo kama ameamua kwenda kwenye ACT Wazalendo, na kama ataona kwamba ACT Wazalendo haikumfaa, sawa. Tunazo opposition political parties in our country, just is a lot of, kwa sababu hata ukiangalia mfumo wa vyama vingi ambao umeanzishwa huko nyuma au katika mataifa mengine ni tofauti na huu ambao uliokuwepo kwenye hizi nchi zetu za Afrika, kwa sababu unakuta vyama zaidi ya 13 14, sawa. Kwa hiyo hata yeye akiamua kuanzisha chama, ana uwezo wa kuanzisha chama hapo baadaye. Kama anajua kabisa kwamba mimi nakubalika kwenye nchi yangu, basi ana uwezo kuanzisha chama kingine, sio lazima aende ACT Wazalendo. Kama anaona kuna vikwazo zaidi, basi anaweza kama ameamua kuwa mpinzani ilili, basi ana uwezo wa kuingia kwenye ambapo anataka kuona kwamba mimi bana nikienda chama fulani na hii dream ambayo niliyokuwa nayo katika taifa langu, ninaamua kuitendea haki taifa langu, nitafanya vizuri, basi aende. Lakini kwa kinachoendelea, kwa mimi, kwa ushauri wangu kwa Mpina, atulie kwanza, ache upepo upite. Kutokana na mtazamo ama joto la Mpina, au tuseme slogan ya Mpina ndo inamwangusha, inapelekea sasa mara anazuiliwa, mara anaruhusiwa, mara anazuiliwa, maana amekuja na slogan ya Mheshimiwa hayati Magufuli, hapa kazi tu. Kwa inawezekana hayo yote, kwa sababu unajua kuna vitu vingi katika nchi yetu kwa sasa hivi ambavyo tunaviona ni kidogo ni vya ajabu. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi navyo. Yani ikifika hatua kwamba tumeshaona kwamba kuna kitu fulani kipo kinaendelea, basi jaribu kushusha silaha zako chini, sawa, tuendelee kuangalia nini kinachotaka. Kwa hiyo sasa yeye kwa sasa hivi, mimi ombi langu ndio lile nitaendelea kusisitiza, ashushe silaha zake chini, atafute hatua nyingine, ikiwa aidha kuanzisha chama cha kwake, sawa, au kutafuta chama ambacho kinaendana na kile ambacho yeye kipo ndani ya moyo wake, kwa sababu yeye hawezi tena kuwa mgombea kwa ACT Wazalendo kwa sasa, kwa sababu vyovyote atakavyokuwa anaamua kufanya hataweza tena kukubaliwa, kwa sababu sio chama tu ambacho hakimtaki, ina maana chama kinamhitaji, ACT Wazalendo wanamhitaji, na tunaona ile pamu yao kwamba bado wanamhitaji na wanahamu wanamhitaji, lakini kunakoziwiwa sio huku, sio ACT wenyewe, kwa sababu hata ile kauli ya yule sister ambaye alikwenda kutoa hizi hoja mahakamani, ukiangalia zina ulakini, ni kama zimechochewa. Kwa nini aende akapige kura alafu arudi alafu aseme kwamba yule mtu hana kigezo? Na maana kama kuna kichochezi fulani ambacho kilichojitokeza pale. Kwa sasa Mpina kwa sasa hivi ashushe silaha zake chini, aache upepo wa siasa ya mwaka huu uchaguzi wa mwaka huu upite, atafute nguvu nyingine next time.